Mamlaka ya polisi nchini Afrika Kusini imesema inafanya msako mkali wa kutafuta majibu baada ya miili ya maafisa watatu wa polisi waliokuwa hawajulikani waliko kwa siku 6 kupatikana ikielea mtoni. Polisi hao Boipelo Sonoge mwenye umri wa miaka 20, Sebekulu Linda mwenye umri wa miaka 24 na Kemogetswe Bais mwenye umri wa miaka 30 walionekana mara ya mwisho wakiondoka katika kituo cha mafuta karibu na Johannesburg Jumatano iliyopita. Miili yao ilipatikana na wapiga mbizi umbali wa takriban kilomita 70 sawa na maili 43 katika mto Henops, pamoja na mabaki ya watu wengine wawili ambao majina yao hayajawekwa wazi. Mwanzoni polisi walisema walikuwa wanachunguza tukio la uwezekano wa utekaji nyara au wizi wa gari kwa nguvu, lakini Jumanne walisema hawawezi kutoa maoni kuhusu kama vifo hivyo vilikuwa vya ajali au la. Taarifa ya polisi ilisema maafisa hao watatu, wote wakiwa ni makonstebo, walikuwa wakisafiri kwa gari jeupe aina ya VW Polo wakati walipopotea. Kifaa cha kufuatilia gari pamoja na simu zao za mkononi vilizimika tangu siku hiyo. Timu ya utafutaji baadaye ilitumia usiku bila usingizi wakichunguza kila kona ya mikoa ya Gauteng, Free State na Limpopo, na hatimaye waligundua sehemu za gari zilizoaminika kuwa za VW Polo, alisema kamishina wa kitaifa wa polisi Fanny Masemola. Gari lingine aina ya Renault Kangoo lilipatikana karibu kando ya mto Henops katika eneo la Centurion. Maafisa hao walikuwa wakisafiri kutoka Free State kuelekea Limpopo walipopotea. Wapiga mbizi walichunguza sehemu hiyo ya mto na kutoa miili 5 kati ya Jumatatu na Jumanne. Pamoja na makonstebo hao watatu, wapiga mbizi walipata mabaki ya karani wa polisi anayehusika na masuala ya utawala ambaye hajatajwa jina. Karani huyo alikuwa akiendesha gari aina ya Renault, alisema Jenerali Masemola. Aliongeza kuwa mwili wa 5 ulikuwa umeharibika sana na bado haujatambuliwa. Polisi bado wanatafuta gari la VW Polo walilokuwa wakisafiria maafisa hao. Utafutaji wa maafisa hao umekuwa ukifuatiliwa kwa karibu na wananchi wa Afrika Kusini, huku maombi kwa ajili ya makonstebo hao watatu yakisambaa kwenye mitandao ya kijamii. Baada ya miili kupatikana, wapendwa waliovunjika moyo walikusanyika kando ya mto Henops wakiwa wamebeba mishumaa. Katika hotuba yake ya Jumanne, Jenerali Masemola alisema, namnukuu, "Hatupendi kutoa tetesi kwa sasa kuhusu kilichosababisha upatikanaji wa miili hii mtoni. Kama ilikuwa ajali au la, uchunguzi wetu utaweka bayana mambo hayo mara tu tutakapopata gari lao." Mwisho wa kunukuu. Hii inaashiria mabadiliko makubwa ya mtazamo ikilinganishwa na Jumapili wakati kamishna aliposema, namnukuu, "Hatuwezi kuruhusu wahalifu kudharau mamlaka ya serikali kwa kuwateka nyara maafisa watatu wa polisi. Hii ni onyo kali kwa walioko nyuma ya tukio hili. Wajisalimishe, la sivyo tutawatafuta wenyewe." Mwisho wa kunukuu. Mimi ni Damian Masienene wa Mwananchi Digital.